Basi hamjambo watu wote wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina ninaitwa Justus Orembo na ninaomba tujifunze neno la Mungu kwa wakati huu kupitia kwa Biblia, na tuombe kwanza. Baba Mungu, tunakushukuru kwa wakati huu. Mungu, umekuwa mwema, umekuwa mlinzi wa maisha yetu. Baba, umetulinda mchana wote kuanzia asubuhi ukatufikisha jioni hii tukiwa salama. Baba, tunakushukuru kwa wakati huu. Tunakushukuru mwema Baba, uweze kutupa ujasiri katika neno lako, kwa yale yote ambayo tunaenda kujifunza yakawe ni amana mbele zako. Tunakushukuru Mungu katika jina lako Yesu, naomba hata na kuamini. Basi Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati huu tunaendelea na ile topiki ya mtu aliyeitwa Yusufu. Yusufu alipokuwa akiwa gerezani, Yusufu hakuwa na uwezo, ila alikuwa chini ya mamlaka baada ya kushikwa na mfalme Farao. Na neno hili linatufunza kwamba kuwa mfungwa si kitu ambacho ni mwisho wa maisha. Hata kulikuwa na watu wengi ambao walikuwa wanatutembelea, watu wa makanisa mbalimbali. Kwanza ninashukuru sana kwa watu ambao wamekuwa makanisa karibu na mimi, kwa kunipa imani na kunipa roho na kunipa ujasiri katika neno la Mungu, kwa sababu wamenipa nguvu hadi nikawa na nguvu kwa hilo neno, nikawa na roho mpaka nikatoka katika gereza. Ila Yusufu alipokuwa gerezani, Yusufu alipouzwa na ndugu zake na akawa mfanyikazi kwa boma ya mfalme Farao, Yusufu alifika mahali akawa sasa yeye amekuwa mtu wa maana, na tena yeye pia amekuwa msimamizi katika nchi ya Kanaani. Na neno hilo linatufunza kwa neno la Mungu kuwa na matumaini na kuwa na ujasiri katika neno lake. Kuna watu ambao ni watu mbalimbali ambao wanaoenda katika gereza. Ndugu yangu, dada yangu, mtoto wangu, popote ambapo ulipo, usije ukawa unatumainia kwamba siku moja ukafike gereza. Gereza ni kitu ambacho kisichokuwa cha muhimu. Kwa ule muda ambao nimekaa katika gereza, kwa hiyo miaka 7 ambayo nimekaa gerezani, sijafurahia. Gereza, kitu cha kwanza, inaharibu watoto. Uwe jirani, uwe ndugu yangu, uwe mtoto wangu, si vizuri ushike mtoto wa mtu umpeleke gereza, sababu wewe unatumainia kwamba huyo mtoto unaenda kumrekebisha, na ndiposa unaenda kumharibu. Watoto wengi wameharibikia jela, licha ya kwamba tunaambiwa uende uozee gerezani, lakini watoto wengi wanaharibikia jela. Ukiangalia watoto ambao wako katika gereza ni kuanzia miaka 35 kurudi chini. Hao ndio watu wako gerezani wengi zaidi, na kwa wale watu ambao wako gerezani ninaona kwamba wengi nimeona wakiharibika. Mtoto wewe unatarajia kwamba kama wewe ni mzazi wake unatarajia kwamba mtoto atakuja akusaidie, lakini mtoto anarudi raia akiwa si mtu ambaye atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Gereza linaharibu watoto, ili hali mmoja tu ambaye atakaye toka kule akiwa amejua Mungu ni mmoja, lakini wengi wao wale umri ya miaka 20, 25, watoto wanaharibika sana gerezani. Ninakuhimiza kama rafiki yangu popote ambapo ulipo, unaposhika hata mtu upeleke gerezani, hakuna funzo ambayo umempea. Wengi wachache ambao watakaojifunza katika gereza, lakini wengine ni kuharibu, umemharibu zaidi, na hata hakuna faida yoyote, kwa sababu hata ukishika mtu upeleke kotini, apelekwe jela, hakuna faida, hautalipwa, na atakapotoa hata faini, hiyo faini ni itabaki kotini. Wewe mwenyewe mwenye umeshika huyo mtu, hakuna kitu faida yoyote ambayo utapata. Yule mtu anaenda kuharibika, unapata mtoto ameharibika, na unapata kwamba hiyo laana, hizo machozi za wazazi wake na machozi ya huyo mtoto
unapata hiyo vitu inarudi katika boma lako. Sasa unapata watoto wengi, hata wasichana wengi tunalaumu kwamba wasichana wameharibika. Msichana wa fulani anazalia nyumbani, na kumbe ni yale makosa ambayo tuliyoyafanya tukipeleka watu gerezani. Mimi katika neno la Mungu siku hii, tukijifunza katika kitabu cha Mwanzo mlango ni 41 mstari ukiwa ni mstari wa 52 hadi 54. Msomaji atanisomea. 52 nasema kitabu cha Mwanzo mlango ni wa 41 mstari ni wa 52 kitabu cha Mwanzo 54. Inasema hivi. Mwana wa pili akamuita Efraimu. Ndio. Akisema kwa sababu Muumba amenistahilisha katika nchi ya mateso yangu. Ile miaka 7 ya neema ya huko Misri ikaisha. Nayo miaka ile 7 ya njaa ikaanza. Sawa sawa na alivyosema Yosefu. Kulikuwa na njaa katika nchi nyingine zote. Bali katika nchi ya Misri kulikuwa na chakula. Wakati nchi yote ya Misri ilipopatwa na njaa, watu wakamlilia Farao ili awape chakula. Ndipo Farao alimwambia wa Misri wote akisema, nendeni kwa Yosefu nanyi mfanye atakavyowaambia. Basi hilo ni tumaini kwamba linanijaza nguvu kwamba Yusufu alipokuwa gerezani kwa ile miaka 7 ambaye alikuwa kule akiwa mfungwa, alipotoka yeye pia aliendeleza familia yake kama mtu ambaye Mungu alikuwa amemguza katika roho yake, kwa sababu yeye hakufa roho, na ndio vile mimi pia sikufa roho mahali ambapo nilipo. Na ninajua kwamba hivi karibuni ama miaka ijayo mbele, mimi pia nitakuwa na familia yangu itakuwa katika mikono yangu, na hata mimi pia nitaendeleza familia yangu vile inavyotaka. Na mimi himizo langu tu kwa wazazi, usifurahie wa mwingine akienda gerezani, na usije ukafurahia wako pia akipelekwa gerezani, kwa sababu gerezani si mahali pazuri. Mimi nikililia, nimekuwa mara mingi ninakaa chini hata nikianza kulia, nikijiuliza kwa nini mimi peke yangu ndio nikakosa. Lakini tena nikienda kuangalia gereza mzima liko na watu maelfu, mpaka ninapata kweli hata ninapolia tumekosa wengi. Lakini kitu cha maana ni kitu gani? Kumrudia Mwenyezi Mungu. Mungu ndiye tumaini peke yake katika maisha yetu. Watoto wetu saizi ni kuwaelimisha. Tuite hata mikutano katika makanisani, tuwe na hata Sunday school kama kanisani, tuelimishe hawa watoto, tuambie hii na hii ni mbaya. Kuna vile wakati ugonjwa wa ukimwi ilipokuja katika nchi hii ya Afrika, walikuja wakahimiza watu, wakawa wanaitwa watu, wanafunzwa ugonjwa ni mbaya, iko hivi, madawa ni hivi, ukitaka usipate ugonjwa iko hivi. Hata saizi pia watoto wetu tuwashike mikono, tuelimishe watoto hao katika Sunday school, tuwafunze yale maneno ambayo ni mazuri katika maisha yao. Watoto waelimike katika maisha yao, watoto wajue mabaya na mazuri. Lakini tusiache tu kwa sababu watoto wamelelewa tauni, sasa tunawaacha watoto wahangaike. Hiyo kitu mimi kinaniuma sana na kinanikera, kwa sababu mahali nimetoka si pazuri. Kufunza watoto wetu, tuwafunze maadili na tuwafunze yale maneno ambayo ni mema katika Biblia. Watoto wamjue Mungu zaidi. Sisemi kwamba tuje tufunze watoto kwa Biblia na iwe ni kanisa moja peke yake. Kila kanisa, kila dhehebu liwe linafunza watoto, likiwa na Sunday school, wengine wakipitia hata kwa misikiti. Tufunze watoto wetu, tuwaite, tuwaongeleshe, tuwaambie gereza si kitu mzuri, na makosa yoyote unapokosa utashikwa, ni lazima utashikwa.
na unaposhikwa ukienda gerezani ni lazima utafungwa, na utapata mtoto mdogo kama hapa Busia kwetu hapa tuko na kitu kinaitwa defilement. Saizi defilement imekuwa ni kama biashara. Saizi hata tukizozana katika shamba ni defilement. Tukizozana ugomvi, labda ukipiga tu mtoto wangu defilement, na kutafutia ni kuwekea defilement. Saizi defilement mingi zimeweka watoto gerezani. Watoto ukiangalia mtoto miaka 25, 20, 28, 30 wako gerezani wengi. Wanapofungwa mtoto anafungwa miaka ambayo hata atakapotoka haezi zaa, haezi kuwa na watoto, maisha yake yameharibika. Anapofika gerezani pia anaangalia miaka ambayo amefungwa, mtoto anaenda kuharibika. Badala ya angeenda arekebike, anaharibika kwa sababu anaangalia hata atakapotoka gerezani atakuwa mzee. Sasa afadhali aharibike, na akirudi arudi kama amewawa, ama arudi kama ameshaharibika. Ni yeye haezi, ni mzee tu kukuja kufanya tu shughuli zingine, hata haezi kuwa na familia sasa. Kwa hivyo wamama, wazee na ndugu zangu wote nawahimiza katika neno la Mungu tufunze watoto. Mimi mwenyewe hata ninapofaulu nipate watoto wangu mahali wako, natamani sana wafunzwe, na hata wale ambao wote wanaonitazama katika mtandao huu, na wale ambao wanaonisikiza katika mtandao huu, ninaomba tuelimishe watoto wetu. Watoto wasije wakapatikana, tuelimishe wasichana, tuelimishe vijana. Unapata msichana anatoshana na kijana, lakini kijana anashikwa anapelekwa gerezani, anaenda anafungwa miaka 70. Ndugu yangu, miaka 70, mtu ukiachiliwa utakuwa na miaka ngapi? Uko mwenyewe uko na miaka 20, unaenda kufungwa miaka 70. Miaka 70 unaenda kuhudumia gereza miaka 40. Ukiongezea yako 20 ni miaka 60. Sasa ukitoka na miaka 60 utakuwa mzee. Tafadhalini ninawaomba wale wote ambao wamenitazama na wale wote ambao wamenisikiza katika mtandao huu, tuelimishe watoto, na usije ukachukua tu ati ni wako peke yake. Hata wajirani pia, unaposikia mtoto wa jirani pia muelimishe, umuonyeshe neno la Mungu. Ndilo litakalo tuokoa katika maisha yetu, sababu ni wakati wa siku za mwisho, ni nyakati za mwisho, kwa sababu hakuna kitu kingine ambacho tutakachokifanya bila kumtumikia Mungu. Basi ninawaacha na hayo, na ninaomba tuzidi tuombe. Baba Mungu, tunakushukuru, tunajifunza katika neno lako. Baba, tumejifunza, tumejua yale ambayo Yusufu aliyoyapitia kule alipokuwa gerezani, lakini Mungu ukamshika mkono na ukampa hata familia, akawazaa watoto wake wa kwanza, akakumbuka miaka ambayo aliyoimalizia kule gerezani, lakini hadi akaita mtoto wake wa kwanza akimkumbuka katika miaka aliyoitumikia gerezani. Basi Mungu, hata nasi mahali ambapo tulipo, katujalie hata nasi tukawe na familia, na hata wengine tukazidi kuelimisha watoto wetu pamoja na mandugu zetu na madada zetu popote ambapo walipo. Mungu katujalie, ukatuelimishe zaidi katika neno lako Mungu. Tunakushukuru Mungu katika neema zako. Tunasema ni asante katika upendo wako. Utulinde usiku huu, ulinde hata wale ambao wako katika masafari mbalimbali, na ukalinde wagonjwa wote ambao tuko nao Mungu. Ukawabariki, ukawalinde katika maisha yao. Baba, ukawaongoze. Wewe ndiye unayeponya, hakuna mponyaji. Wewe tunakushukuru katika jina lako Yesu, tunaomba hata na kuamini.